Huyu hapa. Vipi, unamjua? Hapana. Ila leo alikuja ofisini kwangu. Alikuwa ameagiza chakula. Lakini alikorofishana kidogo na mhudumu wangu. Huyo ndo binti yangu. Anaonekana mjanja sana. Na kwa mimi kuwa baba yake, atastuka mapema sana. Mimi nachoona labda tumtafute mtu mwingine. Ukiwa wewe ndio itakuwa vizuri, kwa sababu wewe ndio unajua kila kitu katika maisha yetu. Unajua ukisimama wewe, mipango yetu tutaipanga vizuri sana. Na nahitaji uje kuhamia nyumbani kwangu. Acha nifikirie. Tusifanye maamuzi kwa kukurupuka. Hili ni jambo kubwa sana. Sawa. Lakini nakwambia usiwe muoga. Haya maisha hayahitaji uoga. Huwezi kufanikiwa ukiwa muoga. Au matajiri wote hao wamezulumu na wamekuwa matajiri. Ukiwa muoga hatutofanikiwa kwenye maisha yetu. Na mimi sihitaji mtu muoga. Nimekuelewa mpenzi wangu. Nitafanya hivyo. Hicho ndio ninachotaka kutoka kwako. Mwenyezi Mungu, unajua ni wakati gani ambao napitia kwa sasa. Lakini mimi naamini hili jambo kwako ni jepesi sana. Na sina mtu mwingine ambaye anaweza kunisaidia zaidi yako. Mungu wangu, naomba unionyeshe babangu alipo. Hii hali inanitesa sana. Kwenye maisha yangu nina kila kitu, lakini kutokumjua babangu unanikosesha amani sana. Naomba unisaidie Mungu wangu. Wewe ndio kimbilio pekee lililobaki. Ndugu zangu, tumeitana hapa kwa mara nyingine. Nahitaji tuongee, tufikie muafaka. Sihitaji fujo, sihitaji vurugu, nahitaji utulivu. Jambo tulimalize kwa amani, tuliongee kifamilia ili swala liishe. Samita, wewe ndo mlengo wa hili swala. Ulitaka tufanyeje ili jambo liishe kwa amani? Mwenyekiti, swali gani unamuuliza binti yangu? Nyamaza Mr. Kizigo. Samita, naomba unijibu swali langu. Nahitaji ndoa tu. Hivi mwenyekiti, una akili sawa sawa kweli? Ni swali gani unamuuliza binti yangu mwenye umri wa miaka 13? Hivi ulitarajia kujibu nini cha maana? Haya sasa. Na udogo huo, hiyo ndoa itakuja kumsaidia nini kwenye maisha yake? Mr. Kizigo, naomba unisikilize. Huyu Samita kama angekuwa mtoto mdogo, unadhani angeweza kulala na mtu mzima? Angeweza kulala na mwanaume? Ameshakuwa mkubwa. Mpaka ameweza kulala na mwanaume, huyo ni mkubwa. Ama kweli dunia imevaa sketi. Hapa tupo kwenye serikali ambayo inathibitisha kuwa ili mtoto aonekane amekuwa awe ametimiza miaka 18. Sasa wewe unakuja kusema eti binti yangu amekuwa kisa katembea na libaba. Hizo sheria umezitolea wapi?
Kizigo, tafadhali ndugu yangu, ninakuomba sana. Hili jambo halihitaji hasira. Wewe ni mzazi na mimi ni mzazi. Nakuomba tuamalize tu. Kwani shida nini ndugu yangu? Kifamilia? Yaani mwanao haribu maisha ya binti yangu, alafu mambo tumalize kifamilia. Nisikilize kwa makini. Kama ameharibu maisha ya binti yangu, na yeye kwake lazima yaharibike. Mwenyekiti, ninachokitaka haki itendeke. Baba, sihitaji kitu chochote kifanyike zaidi na nilichokisema hapa. Nyamaza pumbavu mkubwa. Tena ukirudia tena, nitakukata makofi. Mshenzi. Mwenyekiti, kama umeshindwa kutenda haki, nitakwenda kuzipata ngazi za juu. Mwenyekiti, tafadhali ndugu yangu, ninakuomba sana tena sana. Naomba tufanye kila linalowezekana ili jambo tulimalize. Mimi nakutegemea wewe hapa. Sawa ndugu yangu, ondoa shaka. Hili swala tutalizungumza na litaisha kifamilia. Nakushukuru sana mwenyekiti. Usijali ndugu yangu. Shikamoo. Marahaba Mahiru mwanangu. Au jambo? Kwema, sijui wewe tu hapa. Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Vipi? Mbona unaonekana uko sawa? Hapana mama, mimi nipo sawa. Mahiru, wewe ni mwanangu na kujua vizuri sana. Unaonekana uko sawa. Nimefukuzwa kazi. Umefukuzwa kazi? Kwa nini? Nini kimetokea mwanangu? Kuna mdada alikuja leo pale ofisini. Alafu alikuwa hana kauli nzuri. Ameniagiza chakula ila mimi nilimletea chakula tofauti na ambacho alichoniagiza. Baada ya hapo akawa anaongea sana. Mwisho akaamua kunipiga kibao. Kwa hiyo na mimi sijakubali, nikachukua maji nikamwagia. Baada ya kummwagia kelele zikaanza. Alipokuja bosi baada ya kuona lile tukio akaona kwamba mimi ndo nina makosa. Kwa hiyo akaamua kunifukuza kwa sababu anaona mimi namfukuzia wateja wake. Pole sana mwanangu. Hizo ni changamoto za maisha. Na zisikukatishe tamaa kwenye utafutaji wako. Wewe ni kijana, naamini una nguvu za kutafuta. Kwa hiyo usichoke. Kwa sasa wewe muombe Mungu tu akufungulie milango yako. Naamini utapata kazi na kila kitu kitaenda sawa mwanangu. Asante mama. Nashukuru. Pia nimefurahi kusikia hivyo. Na vipi kuhusu dawa zako, bado zipo? Dawa zangu zimebaki chache. Na hata hivyo kesho ndo siku ya kuonana na daktari. Kwa sababu inakuaje? Maana hapa nilipo sielewi kabisa. Sina hata 100 mfukoni. Na ukizingatia tena kazi yenyewe nimeshafukuza, sijui tena kuaje. Nimejaribu sana kumuomba yule bosi anipatie hata kiasi cha pesa kidogo kwa hizo siku ambazo nimefanya kazi, lakini amenikatalia katakata. Ameniambia hana huo utaratibu. Wala usijali mwanangu. Kuna kiakiba changu nilihifadhi. Nadhani kwa kesho kitatusaidia. Wewe tena kwa viakiba. Basi sawa. Mimi sio itakuwa ni nzuri zaidi. Na Mwenyezi Mungu akipenda kesho tu asubuhi mimi nitaanza kuhangaika kutafuta kazi sehemu nyingine. Ili mradi niweze kuungaunga ili maisha yaweze kwenda. Sawa mwanangu. Kila kitu kitakuwa sawa.
Mimi naamini wewe ni mtoto wa kiume na unaweza kupambana. Mungu atakufungulia milango yake, utapata kazi nyingine na kila kitu kitaenda sawa. Dua zangu ziko na wewe mwanangu Mai. Asante sana mama yangu. Basi mimi naomba niende nikapumzike kwa sababu bado nawasi akili yangu haipo sawa. Sawa mwanangu. Lakini nimekuandalia chakula. Ungekula chakula kwanza ndipo ukaenda kupumzika. Usijali mama. Mimi nilipotoka huko nilikuwa tayari nimeshakula. Ila nitakuja kula baadaye au kwa usiku. Sawa mwanangu, nakupenda sana. Nakupenda pia mama yangu. Haya basi baadaye. Nadhani unajua mimi niko mbele sana juu ya kumsaidia mtoto wako. Lakini wewe haujiongezi. Una mkono mfupi. Hujui kula na kipofu. Sasa unataka mimi nikusaidieje? Mwenyekiti, tambua mimi ni raia wako. Tena wa karibu sana. Sawa. Kwa hiyo uwezi kunisaidia mpaka niwe na chochote. Nikwambie kitu, si kwamba siwezi kukusaidia msaada. Mimi ninakupa kadri ninavyofanya, ndio hivi ninafanya. Ila wewe hutaki kujiongeza. Haya, nikikwambia unige milioni hapo, unayo? Kwa sababu siko peke yangu. Mimi kwenye sehemu yangu sawa, nitasimama nikusaidie. Haya, siko peke yangu. Hao wengine? Mimi naomba nisaidie mwenyekiti. Mwanangu, kesi ikienda vizuri, mimi nitakulipa haki yako. Moja kati ya sheria zangu, taratibu zangu mimi, huwa siwezi kumkopesha mwanamke. Haiwezekani. Jiongeze, uwe mtu mzima. Yaani una utu uzima huo, usichokielewa hapo nini? Pesa huna. Haya, hata vya sirini ushindwe kunipa? Mwenyekiti, tambua na wewe mzazi pia, una watoto. Kwa hiyo nisikusaidie. Haya, mimi mzazi, haya. Kwa hiyo nisikusaidie. Kwa sababu mimi sikumtuma kijana wako. Mimi nahusika? Nimo. Sema wewe. Mimi nimo. Kwa hiyo wewe ulikuwa unatakaje mwenyekiti? Ukiuliza natakaje? Hapo nini hujaelewa? Yaani una utu uzima wewe, usichoe kielewa wewe nini? Kuna kipi kigeni? Kipi kigeni kwako? Haya sawa mwenyekiti, kwa sababu nina shida na yashanikuta, hamna jinsi. Mambo si ndio kama hayo? Mambo ndio kama hayo. Sasa sikiliza. Wewe nenda kafanye mipango. Kajiandae. Jioni nitakupigia simu. Sawa. Baby, kiukweli penzi la asubuhi lina ladha tamu sana. Yaani sikutegemea kama tunaweza kudumu katika tendo kwa muda mrefu kama hivi. Yaani natamani hata usiende chuo, kubaki hapa hapa, tuendelee kuenjoy na unipatie ladha mapenzi yako tu. Babe, kwani utosheki? Utakuja kufa kwa raha ninazokupatia. Itabidi nikupunguzie kidogo. Bwana Mr. Kusikezwa habari. Kiukweli hata nikifa kwa raha zako, mimi nafikiri hamata kesi hata kidogo hapo. Yaani kiukweli hata nikiangalia ndimi zako, nikichukua ndimi yangu nikigandisha hapo, sitamani hata nigandue. Natamani igande kwa muda mrefu sana, ili bado nipate kuenjoy penzi lako. Nawe ni mwanafunzi wa chuo, lakini penzi lako linashinda hata walimu wako. Bei, kwani mimi mtamu kiasi hicho? Mbona kama sifa zimezidi kipimo? Au kuna mtu namsifia kwa niaba yangu? Hivyo unavyofikiria ladha penzi lako, ni nani anaweza kalifikia hapa duniani? Wewe ni mwalimu bwana wa wanafunzi wote hapa duniani. Kiukweli mpenzi wangu, natamani hata tuendelee,
unipate hata kidogo, alafu ndo uende chuo. Bei, usinipanie kiasi hicho. Mimi ni wako. Dozi nzuri ni ile inayoingia taratibu na sio ile inaingia kwa pupa. Anyway, nikitoka chuo nitakuja nikupe mchana na jioni kabisa. Wow. Yaani unanifanya nijisikie mtu mwenye raha duniani, na hakuna mwanamume yoyote anayepata raha kama mimi nazozipata bibi sasa hivi. You are so beautiful. Okay. Kuna kitu kimoja nataka nikuombe kwanza. Ni kitu gani hicho? Ukiangalia hizi lips zangu na hizi zinataka nini? Kiss. Wow. Hongera kwa hilo. Basi zipatie haki yake. Asante bei. Karibu tena. Okay, ni muda wa kujiandaa sasa. Nataka niingie chuo maana muda umeenda. Sawa baby. Ila namba kutoka chuo urudi hapa, kwa maana nahitaji penzi letu liendelee. Sawa bei, nafikiri tenda wapi? Nitakuja. Sawa. Love you. I love you more. Mke wangu, kaa chini na binti yako, ongea naye vizuri akuelewe. Lazima awe upande wetu. Tofauti na hivyo, sitokuwa na huruma naye hata kidogo. Nadhani unanijua vizuri. Samita mwanangu, umri wako ni bado mdogo sana. Sisi wazazi wako tunakupenda sana. Hatuko tayari kuaibishwa. Na yule kijana ni lazima akanyee debe. Nadhani umenielewa. Hivyo wazazi wangu, kama mtafanya hivyo, ni kitu gani kikubwa mtapata katika familia yetu? Kama mtanijibu majibu ya kueleweka, nitafanya hicho mnachokitaka. Ila pia, kama mtanijibu majibu ambayo si mazuri kwangu, sitokuwa upande wenu hata siku moja. Samita binti yangu, nakupenda sana. Tena nakupenda kuliko wanangu wote nilokuwa nao. Sikuwahi kufikiria hata siku moja kama utakuja kufanya upumbavu kama huu uliofanya. Nilitumia muda wangu mwingi sana kukusomesha. Nimekusomesha shule zenye gharama tofauti na wenzako. Ndugu zako wote wanakuonea wivu kwa mapenzi ambayo ninayokupa. Wenzako wanasoma shule za kata, wewe unasoma shule zenye hela nyingi. Binti yangu, ninachokuomba, naomba uwe upande wangu. Kuwa upande wangu binti yangu, ili tuweze kumfunga yule kijana. Iwe fundisho kwa vijana wengine wenye tabia kama za kwake. Nadhani umenielewa. Baba, huko sio kutoa funzo vizuri. Nataka kumfunga kijana wa watu. Huyu mtoto akizaliwa hatajifunza nini kwa hicho kilichotokea? Atazaliwa na atalelewa na pia atakuwa pasipo kumjua babake, hali ya kuwa babake yupo. Siwezi kufanya dhambi ya dhuluma kiasi hicho. Kama kusoma, nitasoma nikiwa na hii mimba. Ila baba, kuacha shule kisa huu ujauzito, kwa yule baba sahau. Nyamaza mpumbavu mkubwa. Wewe unaniambia mimi maneno kama haya? Alafu eti unataka kusoma. Unataka kusoma? Yaani mimi nitupe pesa zangu kwa pumbavu ambao unafanya? Nisikilize kwa makini Samita. Yaani habari ya kusoma wewe futa. Utakaa nyumbani utalea hilo ile ujauzito lako hilo. Mshenzi mkubwa.
Na kuanzia leo hamna kutembea kwenda kokote pale. Mke wangu, nisikilize tena kwa makini. Huyu mtoto asiende kokote. Na kama akienda kokote, utakuja kunijua mimi nani. Samita binti yangu, hivi unaona la babako anavyoumia kiasi hiki Ama kweli kuzaa sio kupata. Leo hii Samita kumlipa maovu babako, kweli ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Kweli huu umati wa mwisho. Ila tambua, sisi wote tupo upande wa babako. Tutahakikisha mpaka kijana yule aende jela.